Kwa heshima kabisa nimshukuru mwandaaji wa bonanza hili kwa kunipa heshima hii ya kunialika kuwa mgeni rasmi katika bonanza hili. Wapo watu wengi angeweza kualika, lakini imemwia kunialika mimi, mwenyekiti wa chama cha wachimba madini mkoa wa Geita, kuja kuwa mgeni rasmi katika bonanza hili leo katika huu uwanja wa sekondari katika kata yetu hii ya Bwana. Mungu akubariki sana. Ndugu zangu, bonanza hili linahusu mchezo wa mpira wa miguu. Kama tunavyofahamu sote, mchezo ni afya, mchezo ni urafiki, lakini mchezo ni ajira pia. Ni dhamira nzuri na ni fikra sahihi kabisa kuanzisha bonanza hili ambalo sio tu litakwenda kuleta afya nzuri kwa vijana wetu na kuwatoa katika makundi yanayokwenda tofauti na maadili yetu ya Kitanzania na Kiafrika kwa ujumla, kwa kuwa walevi kupindukia, uchezaji wa kamari usiokuwa na mipaka na mambo mengi yanayopoteza muda. Hivyo basi michezo hii inakwenda kuwa chachu kwenu, kuwajenga kiafya, kuwajenga kifikra, lakini pia kuwafanya muwe wamoja zaidi, kwa sababu mkishakuwa marafiki mkakutana pamoja, lazima mtaendeleza umoja. Na sisi kama viongozi wenu, lakini pia kwa kuzingatia uhuru wa nchi yetu, amani na utulivu, ni lazima tuendelee kuvienzi kwa sababu ni tunu ya taifa letu. Ndugu mwenyekiti wa bonanza hili, mimi naamini kwamba mmefanya maandalizi ya kutosha. Zawadi zimepangiliwa kwa weledi mkubwa, kwamba baada ya mashindano haya mshindi wa kwanza, wa pili na watatu wote watakwenda kupata zawadi stahiki. Lakini ni waase wasimamizi wa mashindano haya pamoja na waamuzi, fanyeni kazi vizuri, simamieni vizuri, na kubwa zaidi mtende haki. Sasa kwa sababu natokea kundi la vijana, kiujumla nilisapoti sana kuhakikisha kwamba huu mchezo unaenda kufanyika. Kwa hiyo niwaombe vijana wenzangu, zimetajwa hapa timu 12. Niwaombe muweze kushiriki mwanzo mpaka mwisho. Naamini ninyi ni kitu kimoja. Mchezo sio uadui, mchezo ni urafiki. Kwa ndugu zangu, niwaombe sana wana michezo, twendeni tushikane marafiki, lakini lengo na nia tuweze kumaliza ligi yetu vizuri. Kwa hivyo ni mashindano ambayo yamefuata taratibu zote za kiserikali, yana vibali vyote vya kiserikali, na waamuzi wapo ambao ni waamuzi wenye fani ya uamuzi, sio waamuzi tu wa kuchukua ama kuokota barabarani. Kwa hiyo tunaamini mashindano haya yatafuata vigezo vyote, kwa sababu mwisho wa mashindano, pamoja na kwamba ni kujenga afya, pamoja ni ajira. Sasa ajira hiyo moja kwa moja kwa maana ni kuwatengenezea vijana kipato. Mashindano haya yatakuwa na zawadi mwisho wa mashindano, ambapo tutakuwa na kategori zaidi ya 5, lakini hapa tunaeleza kategori 3. Tutakuwa na kategori ya mshindi wa 3. Tutakuwa na mshindi wa kwanza, wa pili na wa 3. Mshindi wa 3 atapata zawadi ya milioni 1,500,000. Mshindi wa pili atapata zawadi ya milioni 3, lakini mshindi wa kwanza atapata milioni 5 pamoja na kombe ambalo limeandaliwa. Lakini siku hiyo ya
fainali tutakuwa na michezo mbalimbali kuanzia majira ya asubuhi ambapo tutaandaa michezo mbalimbali itachezwa. Lakini pia tutakuwa na bonanza la wazee kwa ajili ya burudani, kufurahisha. Kwa hivyo maandalizi tuseme yako vizuri. Na tuamini mwisho wa maandalizi haya ama mwisho wa ligi hii, bonanza hili mwisho wake tutakuwa na bonanza lingine. Wapo wafadhili, wapo wadau mbalimbali ambao wameshajitokeza baada ya kuona jambo hili jema na wako tayari. Tunaendelea pia na maandalizi mengine ili tuweze kutengeneza Chato Kusini katika kipengele hiki cha michezo na mambo mengine. Tunajua kwenye michezo kuna mambo mengi. Jumbe nyingi za serikali zinaweza zikapitishwa hapa kwenye michezo, matangazo mbalimbali, lakini hata kuhamasisha masuala ya ulinzi na usalama kupitia michezo hii tunaweza tukasisitiza masuala ya ulinzi na usalama.